Tusimame tena kwa sababu tumeshafunuliwa yale mambo makubwa na mazito na Bwana anaendelea kufunua, si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu jipe nafasi kwenye kiti chako. Kama mkao kupata nafasi, pata nafasi. Jipe nafasi, usihakikisha hubanwi. Kwa wale waliocheza right kama pastor alivyosema, tulikuwa tunajipa nafasi. Haleluya. Amen. Ametambalaki, 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 Bwana Yesu, ametambalaki. Cheza Bwana Yesu namna hiyo. Hiyo bado ni ya Jacqueline. Hebu tuseme ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi tulikuwepo siku ya Jumanne? Wangapi hatukuwepo Jumanne? Ni kama nusu kwa nusu. Basi napenda kumshukuru Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, kwa kutupa kibali tena cha kusimama mbele yake siku ya leo kwa ajili ya kusema kwa habari ya yale ambayo Mungu ametaka tuyaseme. Namshukuru mtumishi wa Mungu kwa neema kubwa iliyo mahali hapa na kwa jinsi yeye pamoja na makamanda wengine mahali hapo wanavyotumika hasa kwa ajili yetu. Tumbariki Mungu sana ajili yao. Haya makofi, sidhani kama ulishawahi kubarikiwa mahali hapa. Haleluya. Basi kuanzia wiki hii ilipoanza, tulikuwa tuko kwenye somo linaloitwa ama title yake inayosema habari ya majaribu. Tulikuwa tunaongelea majaribu kwa watu wa Mungu na tulianza Jumanne, na kwa wale tu ambao hatukuweza kufika siku ya Jumanne, niwapitishe kwa haraka tu kwenye summary ya tulichokubaliana kwamba tutakizungumza katika somo hili. La kwanza kabisa, maana halisi ya hii dhana nzima ya majaribu ambayo tuliongea siku ile ya Jumanne, hatua za Mungu kwa wateule wake hasa aliowaandaa kwa kusudi maalum. Kwa nini tunajaribiwa? Ndio tunaanza somo hilo leo, kwa sababu wakati Jumanne tulipopitia katika somo hili tuliishia hatua za Mungu kwa wateule wake. Kwa hiyo leo tunaendelea na sehemu ya 3, kwa nini tunajaribiwa, na ziko sababu kubwa 5 kibiblia na aina au makundi mawili ya watu hasa
inavyotafsiria katika mafunuo ya kibiblia kulingana na dhana hii ya majaribu, makundi mawili ya watu wale, na vile watu watulingani katika dhana nzima ya majaribu. Lakini eneo la tano ambalo pia natumaini Bwana atatupa kibali na tutafika leo ni kwa habari ya faida kuu. Tuliongelea hasa kwa summary kabisa, kwa sababu tutaweza kusabia muda, hatutaweza kupitia kila tulichojifunza, lakini kwa summary sana tulisema ukiona unapita kwenye majaribu sana, ujue kwamba unapendwa sana na Mungu na ujue kwamba kuna kusudi kubwa la Mungu juu ya maisha yako. Na tukaulizana, je, unalijua lile kusudi? Unajua ni kwa nini unapita hapo unapopita, au ni kwa nini ulipita pale ulipopita? Kwa kila unapopita kuna sababu. Tukasema majaribu, mateso, kwa sababu majaribu ni sana mateso. Tulisema majaribu au mateso yanalipa. Haleluya. Hebu sema majaribu au mateso yanalipa. Na tukasema kwamba hakikisha kila teso unalopitia, kila chozi unalolia, kila huzuni unayopata, kila shutumu inayokukumba, kila uchungu unaokutana nao, hakikisha kwamba unakupatia faida. Kwa sababu kila unalopitia ni lazima kuna faida, kwamba pain do pay. Haleluya. Na kwamba hakikisha ya kwamba kila unalolipitia ni profitable, linatengeneza profit kwenye maisha yako. Lakini halitatengeneza faida kama huelewi kwa nini unapita unakopita. Utapita, utaambulia kutoka na machozi, utaambulia kutoka na uchungu, utaambulia kutoka na kuchukia watu na kutengeneza makundi katika watu, utaambulia kutoka na masononeko, au ile neno linasema why me, kwa nini mimi? Kama hutajua kwa nini unapita unapopita. Kwa mateso yanalipa tu kama unaelewa hilo ulilopitia, kwa nini umelipitia. Kingine tulisema kwamba wakati unapita kwenye mateso, Mungu anakujaribu, ameandaa jambo kubwa mbele yako. Lakini sikia, utaaminiwa kwa mafuta makuu baada ya kuaminiwa kwa mateso makuu. Utaaminiwa kwa kazi kubwa baada ya kuaminiwa kwa mapito makubwa. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vinaenda pamoja. Hakuna big glory kama hakuna big tribulations. Lazima upitie mambo makubwa ndipo pia ukutane na glory kubwa. Hiyo ni principle ya Mungu na hakuna wa kupinga. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tusiogope. Haijalishi unapita mahali gani. Kuna watu wameumbiwa labda kuchukiwa. Unashukiwa tu, unachukiwa. Kila unachokifanya ni mashutumu. Unafanya jambo jema kwa mtu, unafanya jambo jema kwa watu, unafanya jambo jema kazini, lakini unacholipwa ni mashutumu, unalipwa masononeko, unalipwa kusemwa vibaya. Usiogope. Maanake Biblia inasema kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu huu, ulimwengu hawezi kuwapenda. Lakini kama ukiwa wa dunia hii, basi dunia kujua kwamba utapendwa na kukumbatiwa na watu. Lakini ukiona kwamba wewe ni mtu wa vita kama Daudi, ukiona ya kwamba wewe daima ni ngangari tu, ni mikiki ndio utoke, jua kwamba ndugu yangu, Mungu anakuhitaji. Jipange sawa sawa, jiulize kwa nini ninapita ninakopitia. Haleluya. Usiogope. La tatu tuliloliangalia last time ni kwamba kila kitu cha thamani lazima kimetengenezwa kwa gharama kubwa. Hakuna kitu cha thamani kilichofanya tu hivi kikapita. Sema ukiona vyaelea vimefanya nini? Vimeundwa. Tukasema gharama ya kumtengeneza brigedia wa jeshi si sawa na gharama ya kumtengeneza mgambo. Gharama ya kutengeneza meli si sawa na gharama ya kutengeneza boti. Kwa hiyo usishangae kwa nini unapita unakopita. Pengine wewe ni wa thamani kubwa
kubwa sana mbele ya macho ya Bwana. Kwa hiyo usijifananishe. Pengine mara nyingi sana wewe ni meli, umekuwa ukijifananisha na boti. Pengine wewe ni Vogue Range Rover Sport, umekuwa ukijifananisha na toy. Gharama ya vitu hivyo viwili kuvitengeneza ni tofauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usishangae, acha kujifananisha. Kwa sababu yule alipita hivi, mbona mimi nikapita hivi? Mbona yule alipata hivi, mbona mimi sikupata? Haviendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndicho tulichojifunza Jumanne. Au kuna nilichosahau wadau wa Bwana Yesu Kristo? Kuna jambo likubwa sana ambalo tuliliongelea, ambalo tunatamani watu leo walipate, ambalo sijalisema. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Bwana, naona ulitufanyia summary nzuri sana baada ya presentation. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea na somo letu la leo. Kwa nini tunapita kwenye majaribu? Kwa nini? Tuna sababu kubwa tano. Tuna sababu kubwa tano kwa nini unapita unakopitia. Daudi maisha yake mengi sana alishinda msituni, kwenye mapango, akimkimbia Sauli. Ilikuwa ni shida. Nakumbuka kuna wakati Daudi huyu ambaye, kumbuka, Mungu anamwona Daudi kama mfalme ambaye anakwenda kukalia kiti cha enzi cha Israeli. Lakini angalia, jemedari huyu, mfalme huyu, kuna wakati anakwenda, inafika mahali paka anaenda kuomba chakula kwa ajili ya kulisha jeshi lake. Kama mnaifuatia ile habari ya Nabali pamoja na Abigail. Ni Nabali yule mume wa Abigail. Yes. Daudi anafika mahali mpaka anakosa chakula. Jeshi lake lina njaa. Lakini Mungu akimwangalia Daudi anaona huyu ni mfalme, lakini yuko nyikani, amechoka, anakimbia. Kumbuka yuko innocent, hayuko nini, anachukiwa na Sauli. Jambo baya alilolitenda kwa Sauli ni nini? Ni kumwangusha Goliathi. Jambo baya sana Daudi alilolitenda kwa Sauli, hata aishi maisha ya nyikani, ni kumwangusha Goliathi. Kwa faida ya wana wa Israeli. Anaenda kuomba chakula kwa Nabali. Nabali anamkatalia kwa sababu Nabali hajui, anamwona tu kwamba who is he, nani huyu? Anakuja kunisumbua mimi na wakata manyoya ya kondoo zangu. Nimpe chakula, who is he? Pengine unaishi maisha hayo leo. Mtu anakuangalia anasema, by the way, who are you? Wewe ni nani hata nikusikilize? Pengine umeshagonga kwenye maofisi mengi kuomba kazi. Pengine umeshagonga kwenye maofisi mengi kuomba hata vibarua au ajira ama biashara. Mtu anakuambia wewe ni nani hata nikupe? Pengine umedharaulika sana. Lakini sikia, Mungu anapokuona si sawa na Nabali anapomuona Daudi. Haleluya. Hata leo waliokuzunguka wanavyokuona si sawa na Mungu anavyokuona. Haleluya. Iko siku, Rose Muhando alimba akasema, iko siku watakusaluti wakijua kwamba wewe ni mfalme. Iko siku inakuja ambapo hutahitaji kujitambulisha. Na ndicho tunachokisoma leo. Wakati unakuja, saa inakuja ambapo Mungu mwenyewe atakutambulisha. Haleluya. Kwa nini tunapitia majaribu? Moja. Yesu Kristo ama Mungu amekupenda sana na anataka ushiriki naye mateso yake ili kutengeneza utukufu wake hapa duniani. Na ule utukufu utawavutia wengi kuja kwake. Haleluya. Unapita mahali unapita leo, pengine ni kwa sababu
sababu. Yesu anakupenda sana, Mungu anakupenda sana, na anataka kwa kupitia wewe Mungu aweze kujitengenezea utukufu, na siku moja watu wengi wamfuate Kristo Yesu kwa sababu ya pito lako. Haleluya, haleluya. Siku unajibiwa pito lako, siku watu wanakuona Mungu amechange status yako, ndipo siku watu watasema yuko wapi Mungu wake huyu? Ndipo watu watakapomtafuta huyo. Kumbuka Mungu ni roho, Mungu ni roho. Kudhihirisha matendo ya Mungu hapa duniani ni lazima Mungu ampitie mwanadamu. Kwa hiyo sisi tunaopita kwenye mateso na mapito, jua ni wale watu ambao tulisema wanapita katika zile hatua ngapi? Hatua 4. Ya kwanza, walichaguliwa tangu asili. Ya pili, waliitwa tangu asili. Ya tatu, wanahesabiwa haki, na ya 4, wanatukuzwa. Kwa hiyo iko siku ya utukufu inakuja, ambapo kila atakaye kuona, hata kuona kama Daudi mwenye njaa ambaye anaombea watumishi wake chakula, hata kuona kama mfalme wa Israeli. Haleluya. Mungu anataka kudhihirisha utukufu wake. Sasa sikiliza upate kujua kwamba lipo neno linalosema hivi: unapopita kwenye mateso, Mungu anataka ushiriki naye mateso hapa duniani ili ukapate kutukuzwa naye siku na majira yanapowania. Haijalishi ni mateso gani, lakini iko siku. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 14. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 14. Wapenzi, msione kuwa ni ajabu, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu. Si ajabu. Haijalishi ni msiba gani unaopitia, Mungu anakuambia hilo unalopitia sio ajabu. It is normal. That is the usual life. You are not the first one. Hutakuwa mwenyewe na hutabakia kuwa mwenyewe, ni kawaida. Maanake kuna wakati mtu unapita majaribu mpaka unaona aibu. Mimi ni mmoja wa watu ambao nimepita majaribu mazito. Nikikueleza kwa habari ya maisha yangu, ndugu yangu, utanyanyua pochi uende, na ukilala usiku ukiamka utakuwa unamkumbuka Jacqueline. I tell you, nimepita kila teso unalonijua lililotajwa kwenye Biblia. Kila teso unalonijua lililotajwa kwenye Biblia nimelipitia live. Lakini sisimami. Lakini kama mwanadamu kuna mahali linafika mpaka unaona aibu. Lakini Mungu anasema sio jambo jipya, na wewe hutakuwa wa mwisho. Sikia, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu, kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Sio kigeni, lakini kama mnavyoshiriki mateso, kama mnavyoshiriki nini? Ya Kristo, furahini, ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe. Mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo, ni heri yenu, kwa kuwa Roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Manake baada ya mateso kuna utukufu. Kisababishi cha utukufu ni Holy Spirit, na Spirit of the Lord dwells in you. Roho Mtakatifu anakukalia. Unaambiwa huyu ni Roho wa utukufu na ni Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Sasa kama Roho wa utukufu unaye, na yule ndio ambaye anataka ushirikiane mateso, yule ndio Roho wa utukufu, wewe jua kwamba iko siku yule Roho wa utukufu atajidhihirisha kwa matendo, na kujidhihirisha kwa matendo ni through you. Mungu anapotaka, kwa sababu nimekwambia mwanzoni, unapita kwenye majaribu kwa sababu liko jambo Mungu amekuitia. Sasa Mungu anataka kukupima. Je, niliachilia hili nililokuitia? Je, huyu ni kweli? Kwa sababu tangu asili mwanadamu ameumbwa ni mwema, lakini baada ya kuachiliwa tu kuvikwa mwili na kuanza kwa mtu mzima, Biblia inasema
anaupima moyo, kwa sababu anajua nikisimama hapa nikasema Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, ninawapenda, fanya hivi kama unanipenda, si ndivyo tunaambizana? Lakini huku sivyo yule mtu alivyo. Haleluya! Kwa hiyo kumjua mwanadamu sio maneno, ni nini? Ni moyo. Mungu anapokupitisha kwenye majaribu anaupima moyo na viuno. Mwanzoni nikasema Mungu unapima viuno. Viuno ni nini? Viuno ni nini? Unapimaje viuno na moyo? Nikaambiwa nenda kasome Biblia nyingine. Nilipokwenda kusoma Biblia nyingine nikakuta anasema viuno maana yake ni ufahamu. Katika ulimwengu wa roho anaposema na upima moyo na viuno maana yake I test your heart and your mind. Sasa mind is equal to viuno. Biblia inaongea saa nyingine kwa mafungu. Kwa hiyo Mungu anakupima moyo na nini? Kwa nini moyo? Kwa mwanadamu unapoona hivi, huyo sio mwanadamu. Sio. Mwanadamu ni moyo na brain. Ndio mtu huyu. Moyo wa mwanadamu ni factory, ni kiwanda cha kuzalisha matendo ya yule mwanadamu. Haleluya! Ufahamu wa mwanadamu ni network, is a distribution network ya kuconnect na outside world, kutoka ndani. Kwa hiyo ufahamu wa mwanadamu, ndio maana Biblia inasema chunga sana jinsi uwazavyo, maana mawazo yako ndivyo ulivyo. Be very careful on how you think, because your thought shapes your life. Kwa nini your thought? Kwa nini mawazo yako ndio ulivyo? Kwa sababu moyo is a distribution network. Unaona ule ufahamu ni distribution network. Unavyokwenda unaona ule mtambo wa Vodacom. Wangapi wanaona ule mtambo wa Vodacom unaokaa kwenye minara ya Vodacom ile? Minara, si ndio? Tumeiona minara ya Vodacom huko kwenye milima. Ule ni sawa na ufahamu wa mwanadamu. Wanakuambia wataalamu ile science ya kutengeneza mnara wa simu wameiga kutokana na ufahamu wa mwanadamu unapofanya kazi. Angalia hivyo hatari. Ndivyo maana unavyowaza ndivyo ulivyo, na mawazo yako yanatoka wapi? Kwenye nini? Hapa kwenye mdomo. Huyu ni marketing agent. Kwa hiyo hapa ni kiwanda, distributing network, marketing agent. Kinachosemwa hapa ni product ambayo tayari imeshazalishwa, is ready made. Ndio maana Biblia inasema, nenda kwenye Zaburi ya 55 mstari wa 21, ndipo utajua kwamba mdomo is just a marketing agent. Zaburi ya 55 mstari wa 21 anasema hivi, kinywa chake ni laini kuliko nini? Kuliko nini? Kuliko siagi, bali moyo wake ni vita. Kinywa ni laini sana kuliko siagi, lakini moyo vita. Maneno yake ni mororo kuliko mafuta, bali hayo ni panga waziwazi. Kwa sababu uhalisi wa maneno yanayotamkwa uko hapa. Mtu anaweza kaja akakwambia nakupenda sana ndugu yangu, yaani wewe tuko pamoja. Kuuliza siasa uambiwe wanapogeukana. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapokwenda kwa mtu kusema, moyo, roho ya mwanadamu inazomea huko ndani, nafsi ya mwanadamu inajua na danganya, lakini mdomo huu ni marketing agent, unasema kiwanda kilichozalisha. Na ndio maana Mungu akitaka kukujaribu anakupitisha mahali ambapo unakumutwa mpaka vilivyo moyoni vinatoka. Amen. Haleluya. Mpaka vilivyo moyoni vinafanya nini? Na ndio maana ukienda kwa mtu aliyepiga majaribu sana, kuna mtu mmoja alinitisha, alipita kwenye jaribu fulani akasema, Mungu sikujua wewe ni katili namna hiyo, najuta kukufuata. Shetani hapa ameshanyosha nini? Kadi nyekundu. Cheti cha hatia kimeshaandikwa. Hata kama Mungu alikuwa
atagairi, kwa sababu Mungu anagairi utukufu wake, lakini kwa rehema yake pengine atarudisha utukufu, lakini utauzunguka mlima Seiri. Unasema nini wakati unapita kwenye majaribu? Unasemaga nini wewe? Nisitaki tena, siimbi tena kwaya, sitaki tena wokovu, kwa nini nikafanya nini? Siendi tena, mbona hili limenipata? Sitaki. Nimetumika, nimechoka, sisaidii tena yatima. For what? Mbona nimesaidia miaka yote lakini nimepatwa na hili? Ndio maneno ambayo watu tunayasema tunapopita kwenye nini. Lakini ukapita kwenye majaribu ukasema, Bwana Yesu, bado ninakupenda, bado wewe ni Mungu wangu, haijalishi ninakopitia, wewe bado ni Mungu, nitakutumikia. Yesu anamwangalia shetani, ambaye umesikia shetani anarudi nyuma. Utukufu wa Bwana. Ndio maana Mungu anaucheki moyo. Usikie mlevi, mtu anaelewa, anakuja mbavu sana, wewe nini. Baada ya kesho nikwambia system nilikuwa nimelewa tu. Uongo. Ukiona mume wako amelewa, hakaja akakupiga akasema akafanya, au mke wako amefanya nini akisema ni pombe, jua ya kwamba ndicho kilicho wapi. Wanakudanganya. Ukiona mtu ameamka, wanasema ukitaka kumjua mwanadamu halisi, mtafute anapotoka kufanywa operation. Wakati anaamka kwenye kabuti ile, utasikia maneno anayosema. Hamjawahi kuona mgonjwa anayeamka kwenye nusu kabuti anasema vitu mpaka anafungwa kinywa, pale ufahamu unanyamaza, kwa kinywa kinamwaga tu bila kuchekecha yaliyotoka wapi? Yes. Ndio maana Mungu anasema anapokupitisha anatikisa mpaka aone the last drop in your heart, aseme this is my daughter, this is my son, now I will bless him. Kwa hiyo Mungu anafanya nini? Anakujaribu. Kwa nini? Kwa sababu anataka kuhakikisha unampenda. Usidanganye na mtu anasema, sister unajua, brother unajua pale bwana, mimi kwa sio mimi bwana, ni kama vile hakuna moyo. Unajua maiwi jamani, nakupenda maiwi, unapendeza, moyoni vita. Na Mungu anasema kama una Roho Mtakatifu ukaweza kuchekecha maneno yanayotoka, utadanganywa tu. Kwa hiyo ni Mungu anayefanya nini? Anatesti. Wanadamu mara nyingi tunaenda na nini? Maneno ya vinywa. Ndio maana tunadanganywa sana. Wengi wameingia kwenye ndoa wakajikuta wanapigwa sana, kwa sababu walidanganywa kwa maneno ya kinywa na hawakuwa na kipima moyo ambaye ni Holy Spirit alikuwa dormant. Tuombe neema sana, Mungu atusaidie. Haleluya. Unakuja unaingia unajikuta, mbona sio huyu? Ni huyu kweli. Nini? Ulidanganywa na nini? Maneno. Ile ilikuwa ni marketing agent. Lakini the factory ilikuwa inajua imetengeneza nini juu yako. Tuombe Mungu sana. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Tusaidie. Tujue jinsi ya kukutumia Roho Mtakatifu, kujua yaliyo moyoni na sio yatokao mdomoni, katika jina la Yesu. Mungu anautesti moyo kujua kama unapenda. Sikia, hebu mwangalie Ibrahim na Isaka. Huyo anatunabidi ni rafiki wa Yesu. Ni rafiki wa nani? Ni rafiki wa Mungu muda mrefu. Mungu anasema naye, lakini mpaka anafika anamtuma malaika wake amwambie akamtoe mtoto. Mungu anasema nampima Ibrahim kama ananipenda. Kwa hiyo Mungu ana tabia ya kutupima, na mara nyingi anatupima kwa majaribu. Mtoto huyo uliye naye anamtaka.
the only son uliye naye anamtaka. Kwani ni jambo gani hujalisikia? Isaka na Ibrahimu anakwenda na Isaka, ananyanyua panga kuchinja mwanae. Sasa ninajua. Kwa hiyo ina maana Mungu pale ndio alijua kwamba Ibrahimu anampenda. Huko kote hakuna anajua. Hapana, Mungu ana tabia ya kuverify, kwa sababu moyo wa binadamu ni kigeugeu. Simon wa Yohana, utaenda kusoma mwenyewe katika Yohana 21. Utaenda kusoma mwenyewe pale Yohana 21 mstari wa 15 mpaka 17. Yesu anatembea na rafiki yake, tena mfuasi wake. Wamekaa naye siku nyingi. Huyu jamaa ameacha kila kitu, anamfuata Yesu. Maana yake nini? Si anampenda? Si ndio? Si anampenda? Si amemkubali? Si ameamua kuambatana naye? Simon wa Yohana wanatembea, wameshakaa miaka mingi, wanaenda milima kushoto na kulia, wamefanya nini? Yesu anamuuliza Simon, unanipenda? Simon akajua ni kawaida tu, ndio Bwana, nakupenda. Akajua ameisha. Akaendelea, Simon, unanipenda? Akaanza kuborea. Alo, sasa vipi? Yaani unaona muda wote mimi naona Kristo kupenda Bwana, bwana vipi? Si ndio? Yesu, maswali gani hayo Bwana Yesu? Yeye mko radhi maswali gani hayo? Yesu akatulia. Mara ngapi? Simon, unanipenda? Nina uhakika Simon pale aliboreka sana. Nini maswali gani? Lakini ndivyo anakuuliza, anakuja kwa jaribu la kwanza, unanipenda? Anajaribu kusema unanipenda, anakuja unanipenda, unanipenda mpaka ahakikishe. Simon ana bahati sana wakati huo Jesus alikuwa naye hapo. Otherwise pengine angekumuta kwa stage nyingine. Mimi nasema ana bahati sana kwa sababu Yesu alikuwa anamuuliza, anataka kumhakikisha hapo kwa hapo. Kuna wengine unahakikishwa kwa mbinde, ndugu yangu. Lakini ukasimama ukaelewa kwa nini unaulizwa unanipenda. Kwa hiyo jaribu lolote linalokupitia, jua kabisa Mungu anakuuliza, Rosemary, unanipenda? John, unanipenda? Na anaweza kukuuliza mara anazotaka. Kwa nini? Anaupima moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwishoni anamwambia nini Simon? Baada ya kumhakikisha anamwambia nini? Simon anamwambia nini? Anamwambia nini? Lisha au chunga kondoo zangu. Maana yake alimpa uchungaji. Hakumpa tu. Hakumwambia tu Simon njoo, ninajua unanipenda, kuwa pasta wewe. Nei. Sio mchungaji. Unapita baba kwa sababu umeitwa kwa mchungaji. Simon Petro, Simon Yohana. Aliulizwa, unaulizwaje? Unaulizwa kwa mapito. Alafu baadaye anamwambia kuwa mchungaji. Amekuverify. Haleluya. Kwa hiyo jamani, tunapopita tunakuwa verified. Ndivyo tunakabidhiwa kazi. Amen. Unapita ndivyo unakabidhiwa nini? Chunga kondoo zangu. Mwingine anaambiwa fulani, unanipenda, anaambiwa nenda kakomboe watu wangu. Haleluya. Unanipenda, anaambiwa nenda kasaidie yatima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaelewana eh? Amen. Namba 3. Ana kazi kubwa na wewe katika kujenga ufalme wake. Mafuta makuu ni sawasawa na mapito makuu. Tulisema jana, kwa hiyo tutaliongelea sana. Una kazi kubwa na yeye ya kutaka kujenga ufalme wake. Hiyo ni namba 3. Sitaielezea kwa sababu tangu jana tumeelezeana sana. Ukitaka muangalie Yusufu, kila karakta wa kwenye Biblia, kila aliyepita kwenye Biblia alikuwa ana jukumu. Nitajie unayemjua ambaye alikumutwa ipasavyo hakuwa na kazi. Wote walikuwa na majukumu. Yusufu anapita, ameandaliwa kuwa waziri mkuu ili
tunaendelea utukufu wa kuwa waziri mkuu ili aweze kukomboa Israeli na njaa na aweze kuwalisha watu na kutoka kwenye tatizo la ukame. Namba 4, hapa ndio pazuri sana. Hapa ndio nini? Namba 4. Kwa nini unapita kwenye majaribu? Biblia inasema anataka kukutweza. Kuna mtu anaweza kaniambia kutwezwa maana yake ni nini? Anataka sio kukutweza, sio utukufu, kukutweza. Kuna mwana wa Mungu ambaye anaelewa maana ya kutwezwa. Kutwezwa. Kuna mtu amesema kitu? Nyosha mkono. Tuko darasani. Hapa sio mahubiri, ni darasa. Nani amesema kitu? Kukuthibitisha. Mwingine kuheshimishwa, kutwezwa. Mwingine kuinuliwa. Biblia inasema kutwezwa. Ukienda kusoma Biblia kadhaa mstari huo ndio unapata mafunuo ya neno hilo. Maana yake ni kuwa humbled. Sio kutukuzwa. Kutukuzwa ndio huko ambapo ni kufanya nini? Kwa glorified. Unaona maneno hayo tofauti? Nenda kasome. Kutwezwa maana yake ni kuwa humbled. Maana yake ni kunyenyekezwa. Maana yake ni kushushwa chini. Maana yake ni kufanywa kuwa wewe, kupondwa. Sasa kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu ukiachwa hivyo ulivyo, ukakutana na ule utukufu, ndio unaanza kugombana na Mungu kwa sababu ya kugusa utukufu wake. Hamjasikia watu wanaosema mimi nimefanya. Nilikuwa namwangalia mtumishi mmoja wa Mungu, nilikuwa namfuatilia. Anafika mahali anasema, mtanijua kwamba mimi ni Jacqueline Mkinde. Ndio mimi Jacqueline Mkinde, mimi hapa mtanijua. Yaani kamanda wa Mungu Nehemia, mambo anayofanya hapa, siku moja anasema ndio mtanijua mimi Nehemia Msirai mimi. Kwani ni yeye anayefanya hayo mambo? Ni chombo tu. Kwa hiyo ili usije ukasema mtani. Na mara nyingi, na sio kwenye utumishi tu, maana tusiende tu hata kazini. Mungu anataka kukuinua, kukupa kazi kubwa. Je, utakuwa humble wewe? Utasaidia watu wewe? Au utanyanyasa? Siku moja niwape mfano wangu binafsi. Nimeitwa kwenye mkutano. Sikia Mungu na mambo yake. Wakati huo alikuwa anakuja malkia wa Holland. Malkia wa Holland anaitwa Queen Maxima. Anakuja Tanzania kwa mara ya kwanza. Basi anakwenda Dar es Salaam. Basi malkia huyu wakachaguliwa watu wachache kutoka sekta binafsi. Mimi niko kwenye sekta binafsi, private sector, na kutoka serikalini kwenda kukutana na malkia na kuongea naye habari ya Tanzania. Sasa nikiwa pale, mimi nimetoka Arusha kwenye sekta binafsi, nikakuta watu fulani wa serikali, akiwemo dada mmoja mwenzangu ambaye pengine hata tunalingana umri, lakini kwa sababu yeye ni wa serikali na yuko kwenye institution kubwa, akaniona mimi ni nothing.